Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri, kali kwa makafiri. Ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao, wao kwa wao ni warahimu, wanaoneana huruma, wanajaliana, wanathaminiana, mpaka imewajia siku mmoja wao anamwambia mwenzake kwa kumuita ya ana, ewe mimi. Manake langu mimi ni lako wewe, na lako wewe ni langu mimi, wewe ni mimi, ya ana minka anta li ya akhi fil hindi au fil maghribi, ana asma'i ya akhi fil hindi au fil maghribi, anta minni ana minka anta bi, la tasalla an mansuri wa an nasabi, innahu al-islam ummi wa abi. Ya ana waliona wanataja baadhi ya ilm, akiwemo Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah, akizungumzia masahaba kwenye risala yake kwamba angalia huruma za masahaba. Anapatwa na mazingira magumu vitani, mmoja wao ameangushwa, anapatwa na kiu ya maji kali, analetewa maji, anasema maji haya mpe yule mwenzangu, ana haki zaidi, hali yake ni mbaya zaidi. Anapelekewa yule anasema apewe yule pale, hali yake ni mbaya zaidi. Anapelekewa yule, anasema apewe yule kule, hali yake ni mbaya zaidi, mpaka maji yanamrudia yule wa mwanzo aliyepewa. Ruhamau bainahum, wanahurumiana wao kwa wao, wanahuruma. Ndivyo walivyokuwa ndugu zetu wa kisahaba. Tatizo la mmoja wao ni tatizo la wote, furaha ya mmoja wao ni furaha ya wote. Haliwi tatizo la mmoja wao ni furaha kwa wengine. Huko wapi udugu huu? Haukuonekana katika safu ya masahaba. Walipea, kwa maana walikuwa katika kiwango cha juu zaidi katika hali ya kuhurumiana. Msisahau kadhia ya kutoka muhajirina kwenda Madina. Angalia walipopokelewa na ndugu zao wa Madina. Angalia tukio hili alivyolizungumza Allah kwenye Qur'an. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نوال وليؤانا مجي ومدينة تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, walioandaa mji na wakawa na imani kabla ya baadhi ya ndugu zao muhajirina. Maansari walianza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kule kwenye al-Aqaba, kwenye zile bai'atul Aqaba al-ula wa thaniya, kabla hatta al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Allah anasema hawa yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao kwenye mji wao, wakaenda kinyume na ada za watu wasawa ambao wao mara nyingi hawapendi waliohamia kwao, wao wako kinyume. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haja, na wala haipatikani
katika mioyo yao haja, yani husda, mimma utu, kwa vile walivyopewa wenzi wao watu wa kuja almuhajirun. Na hili linaingia katika ugavi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyogawa zile ngawira za Hunain. Hakuwapa maansari chochote, kawapa watu wa Makkah almuallafa. Mmoja anapewa kama ni mbuzi 100, mbuzi 200, ngamia ngapi. Hakuwapa maansari chochote. Hawakuwa na hali mbaya katika mioyo yao, husda juu ya walivyopewa wenzi wao, ila baadhi ya vijana wa Kiansar, sio wazee na watu wazima, baadhi as-sighar. Kwa angalia, panga zetu bado zinamwaga damu, sisi hatukupewa chochote. Kama vimalalamiko fulani hivi vikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaita, akawaambia, mna nini maansari, mna nini? Nimefikiriwa na habari kadha wa kadha wa kadha. Alam ajibkum bullalan fahadakum Allah bi wa'alatan fa'aghnakum Allah bi. Maansar, sikuwakuta mmepotea, Allah akawaongoa kupitia mimi si sababu ya uongofu wenu. Sikuwakuta nyinyi ni mafakiri, Allah akawatajirisha kupitia mimi. Jihad, ngawira, ghanima si sababu ya hali yenu hii ya uzuri wa maisha mliokuwa nayo mimi Muhammad. Mkitaka semeni kadha wa kadha wa kadha, niambieni kama nimefukuzwa na watu wa kwetu, nyinyi mkaninusuru, niambieni. Wanalia, Allah wa rasuluhu aman. Niambieni kwamba mimi nilikuwa taridan faawainaka. Niambieni, mna nini nyinyi maansar? Hamridhi watu waondoke na wanyama, alafu nyinyi murudi Madina kwenu na mtume wa Allah. Ama taradun an yadhhaba an-nasu bishat wal-ba'ir. Hamridhi nyinyi watu waondoke na mbuzi na ngamia, waondoke huko waende Maka wapi, alafu nyinyi mnarudi Madina na mtume wa Allah.